إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، محبة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان، كما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهكذا كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مما رواه الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله، قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. Ndugu zanguni Waislamu, kumpenda mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kiongozi wetu na mwalimu wetu na yule aliyetuonyesha barabara ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni moja katika misingi mikubwa ya iman. Asema Allah subhanahu wa ta'ala: an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, na mtume wa Allah ambaye ni Muhammad alayhi salatu wassalam ni aula kuliko waumini na kuliko nafsi zao. Ibadallah, isitoshe mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akibainisha kama alivyopokea al-Imam al-Bukhari na Muslim rahimahumullah msingi huu adhim wa kutanguliza mapenzi ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam kuliko mapenzi ya mtu yoyote. Qala: la yu'minu ahadukum, ay la yu'minu ahadukum al-iman al-kamil, hawezi kuamini mmoja wenu akawa na iman iliyokamilika mpaka ampende mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na amtangulize mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mapenzi kuliko mtoto wake, kuliko mzazi wake na watu wote. Ibadallah, lakin ikhwani fillah, hadhihi almahabba, haya mapenzi ya kumpenda mtume Muhammad alayhi salatu wassalam laha dhawabit wa laha alamat, minha au biha yumayyizu as-sadiq min al-kadhib fi hadhihi almahabba. Ma'ashara almuslimin, haya mapenzi ya kumpenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kila mwanadamu ni mwenye kumpenda mtume wake alayhi salatu wassalam, awe ni muislamu mwema, awe ni muislamu muovu. Kullu wahid
yadai mahabbata an-nabi alayhi salatu wassalam, lakini Mola wetu na mtume wetu kadhalika al-ulama ar-rasikhun wakaweka baadhi ya alama, maashara al-muslimin. Kupitia alama hizo anapambauka mkweli katika kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na yule mrongo katika kumpenda mtume alayhi salatu wassalam. Katika alama zenye kuonyesha ukweli wa mapenzi ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, alama ya kwanza, ibadallah, ta'atuhu fima amar wajtinabu ma anhu naha wa zajar wa an la na'budu Allah illa bima shara'ahu al-Mustafa alayhi salatu wassalam. Ili ujipime ya kwamba wewe kweli wampenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alama ya kwanza ibadallah ni kumtii mtume alayhi salatu wassalam na kufuata maamrisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kila aliloliamrisha ukawa wewe walitekeleza, na kila alilolikataza ukawa wewe uko mbali nalo, unajitenga nalo na unalichukia kadhalik. Wa hakadha haumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala illa bima shara'ahu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Haumuabudu Mola wako kwa ibada yoyote itakayokuwa, kanat hadhihi al-ibada qawliya au amaliya au i'tiqadiya, sawa sawa hii ibada iwe ni ibada ya maneno au ni ibada ya i'tiqad au ni ibada ya vitendo, haumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa lilo alilokufundisha mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hii ni alama ya kwanza, ndugu zangu ni Waislamu, na alama hii ameitaja Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim. Qal qul in kuntum tuhibbuna Allah, waambie ewe Muhammad hao wanaodai mapenzi ya Allah, in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli nyinyi mwadai mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, sharti ni moja ibadallah, fattabi'uni, nifuateni mimi mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, yuhibbukum Allah, na Allah subhanahu wa ta'ala atakupendeni ibadallah. Al-ulama yaqulun al-ibratu ya abdallah an tuhabba wa laysat al-ibratu an tuhibba. Mazingatio ni wewe upendwe na Allah, mazingatio ni wewe upendwe na mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na si mazingatio wewe kumpenda Allah wala wewe kumpenda mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kwa sababu kila mmoja wetu anampenda mtume wake alayhi salatu wassalam na Mola wake subhanahu wa ta'ala, lakini sio kila mmoja wetu ni mwenye kupendwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Al-Imam al-Kabir al-Mufassir Ismail ibn Kathir alayhi rahmatullah asema, huyu mufassir chini ya hii aya, qul in kuntum tuhibbuna Allah ila akhirih, hadhihi al-aya al-karima, hii aya tukufu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbata Allah, ni yenye kumhukumu hii aya kila anayedai mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, walaysa huwa ala tariqati almuhammadiyya, hali ya kuwa yeye hayuko katika barabara na njia na mfumo aliyokuja nao mtume alayhi salatu wassalam, wad-din an-nabawi, na dini aliyokuja nayo mtume alayhi salatu wassalam, yadai wampenda Allah, ampenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini barabara ya mtume alayhi salatu wassalam iko upande wa kulia na yeye ameshikamana na upande wa kushoto. Al-Imam Ibn Kathir alayhi rahmatullah yaqul, fa innahu kadhibun fi da'wa, hadha kadhab, huyu atakuwa ni mrongo katika madai yake ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, huwezi ukawa wampenda Allah na mtume wake alayhi salatu wassalam wakati Mola wetu na mtume wake sallallahu alayhi wasallam asema fanyeni kadha, na wewe ukawa wafanya kadha, wa anta takun mimman tuhibbu an-nabi wa mimman tuhibbu Allah, hadha la yu'qal ikhwani fillah.
famata yakunu sadiqan hadha al-insan, wakati gani huyu mwanadamu atazingatiwa kuwa ni mkweli katika mapenzi yake kumpenda Allah na mtume alayhi salatu wassalam? Ibn Kathir asema hatta yattabi'a ad-din an-nabawi wa shar'a al-muhammadi, mpaka atakapofuata dini na sheria ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikhwani fillah, hii aya adhima kama alivyosema al-Imam Ibn Kathir, hiya hakima ala kulli man idda'a mahabbata Allah وليس هو على طريق المصطفى عليه الصلاة والسلام. هي آية يمحكم كل أنا يداي mapenzi ya Allah hali ya kuwa hafati barabara ya mtume alayhi salatu wassalam. ولهذا العلماء قالوا أن هذه الآية تسمى بآية الامتحان وآية الاختبار. هي آية آية امتحان، أي هذه الآية تمتحن كل من يدعي محبة الله وهو بعيد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى. هذه علامة عظيمة إخواني في الله، ni alama nzito ya kumpima mwanadamu, je ni mkweli, je ni sadiq katika kumpenda kwake mtume alayhi salatu wassalam, au si mkweli katika madai yake ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni lazima umfuate mtume Muhammad alayhi salatu wassalam fi aqwali, katika maneno yake, wa fi af'ali, na katika matendo yake, wa fi akhlaqihi, na katika tabia zake alizotufundisha mtume alayhi salatu wassalam. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihi alkarim, wama ataakumur rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, na yale yote aliyowaekea mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, fakhudhuhu, shikamaneni nayo ibadallah, na yale yote aliyokukatazeni mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, kuweni mbali nayo na mukatazike nayo ibadallah. Hii ndiyo alama ikhwani fillah ya mapenzi ya ukweli ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni kwamba je, kweli wewe wafuata barabara ya mtume alayhi salatu wassalam, au ni madai ya ulimi ibadallah? ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. Yale yote ambayo kwamba nimewakataza achaneni nayo, na yale ambayo kwamba nimewaamrisha shikamaneni nayo kadri ya uwezo wenu ibadallah. Alama ya pili yenye kuonyesha ukweli wa mapenzi ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, hiya kathratu salat wa mudawamatu salat ala nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni kukithirisha ibadallah kumsalia mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na kudumisha kumsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. ولكن ها هنا تنبيه عباد الله: كيف نصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ vipi utamsalia mtume wako sallallahu alayhi wasallam ili uingie katika ile hadith alladhi rawahu al-Imam Muslim min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam qala: man salla alayya wahida sallallahu alayhi 10, yoyote atakayenisalia mimi mara moja, Allah subhanahu wa ta'ala atamsalia mara 10 ibadallah. Kumsalia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam huwa bitariqati allati allamana iyaha nabiyuna wa muallimuna wa murshiduna alayhi salatu wassalam. Kumsalia mtume ni kwa njia na kwa desturi na kwa mfumo aliyotufundisha mtume alayhi salatu wassalam, na kadhalika kama tulivyosikia na kusoma namna gani masahaba walimsalia mtume wao alayhi salatu wassalam. Naam ikhwani fillah, hadhihi kadhalika alamatun adhima التي تدل على محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المحبة الصادقة معاشر المسلمين. alama kadhalika nyingine ya tatu walioitaja maulama
ambayo kupitia hiyo alama, ikhwani fillah, anapambauka mkweli wa kudai mapenzi ya Mtume alayhi salatu wassalam, na yule ambaye kwamba si mkweli anayedai kwamba yumpenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiya ad-difaa an nabiyina sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa nusratuhu wa nusratu sunnati wa nusratu kulli ma jaa bihi Muhammad alayhi salatu wassalam, ni kumtetea mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa vitendo vyetu ibadallah, kabla ya maneno yetu. Ndugu zangu Waislam, lianna al-kuffar ma yaghidhuhum kalamuna ibadallah wa ma taghidhuhum hamasatuna ibadallah, wa inma taghidhuhum tamassukuna wa shiddatu i'tiqadina lima jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ni sisi kushikamana kisawasawa na yale yote aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na kuhuisha sunna zake alayhi salatu wassalam, na kutetea yale yaliyopondoshwa ibadallah kutokamana na yale aliyokuja nayo Mtume alayhi salatu wassalam. Huku ndiko kumpenda Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ndiko kumnusuru mtume wetu alayhi salatu wassalam. قلت ما سمعتم وأستغفر الله وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه خاتم الأنبياء والمرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه. معاشر المسلمين، kama walivyotuwekea maulama na kabla yao Mola wetu subhanahu wa ta'ala, na baada yake mtume wetu alayhi salatu wassalam, alama zenye kuonyesha mapenzi ya ukweli ya kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika wametuwekea alama zenye kuonyesha na zenye kumpambanua mwenye kudai mapenzi ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, hali ya kuwa yeye ni muongo katika yale mapenzi yake ibadallah. Katika hizi alalamat, katika hizi alama zenye kuonyesha kutokuwa mkweli katika kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alghulu fi nabiyina alayhi salatu wassalam, wa an yarfa'a al-insan an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam manzilatahu fawqa manzilatihi al-bashariyah. Ni mwanadamu kuchupa mipaka ibadallah katika kumsifu mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kumnyanyua mtume alayhi salatu wassalam cheo chake juu ya kile cheo alichopewa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Akapewa baadhi ya sifa ambazo ni khas kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama rawa al-Bukhari rahimahullah قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. Mtume alayhi salatu wassalam anasema kwa lugha nyepesi, musinisifu, yani musivuke mipaka katika kunisifu kama walivyomsifu wa Kristo Isa ibn Maryam ibadallah. Wakampatia daraja ya Allah, wakamuona kwamba yeye ni Mungu anayestahiki kuabudiwa ibadallah. Kwa hiyo mtume alayhi salatu wassalam yaqul, musinipatie cheo, musinisifu, musiniweke katika manzila ambayo si manzila aloniweka katika hiyo manzila Mola wangu subhanahu wa ta'ala. Naam ibadallah, akapatiwa mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Min hadhihi as-sifat annahu ya'lamu al-ghaib, miongoni mwa hizi sifa kwamba mtume alayhi salatu wassalam yajua ghaib. Wallahu jalla wa ala yaqul linabiyihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na Mola wetu azza wa jalla amwambia mtume wake katika Qur'an, qul, waambie ewe Muhammad, la ya'lamu, hakuna yoyote anayejua, man fi samawati wal ardi alghaiba illa Allah,
mbinguni yani katika malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ardhini yani mitume wake alayhimus salatu wassalam, wote hao hakuna anayejua ghaib isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na yale yote aliyotuelezea mtume wetu sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika ghaib, mambo yaliyotangulia na mambo yatakayokuja huko mbeleni, ni katika wahi aliyoteremshiwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Naam ibadallah, na kwa kuchunga mipaka haya ndugu zangu waislamu, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hii hadith, baada ya kuwakemea masahaba zake na kuwaambia la tuturuni, musinisifu mukachupa mipaka kama walivyofanya Wakristo ibadallah, mwisho akawaambia nini masahaba zake? Fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu, full stop. Mimi ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, mwataka kunisifu semeni Abdullah ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, huwa bashar ibadallah, wa rasuluhu na ni mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-ulama عند قوله فإنما أنا عبد أي لا يعبد، mtume alayhi salatu wassalam haabudi ibadallah. Huku sikumpenda mtume alayhi salatu wassalam kutamasah na kaburi lake au makaburi ya waja wema, kadhalika alistighatha bin nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam laysa min mahabbati an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Badala ya kumuomba Allah wewe wasema ya Rasulullah aghithni, ya Nabii Allah madad madad. Hadha laysa min mahabbati an-nabii sallallahu alayhi wasallam. Maneno ya Allah mwenyewe na maneno ya mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, hadithi ambazo kwamba hazina shaka, rawahu al-Imam al-Bukhari wa hakadha al-Imam Muslim rahimahullah. Mtume mwenyewe yuwajisifu na kadhalika yuwatuelezea sisi sifa alizompatia Mola wake, annahu abdun wa annahu rasulun. Fahuwa abdun, yeye ni mja, la yu'bad, ni mja wa Allah haabudiwi. Wa huwa kadhalika rasulun, ni mjumbe wa Allah, la yukadhab, hakadhibishwi. Mtume alayhi salatu wassalam yale yote aliyoelezea la yukadhab, nusaddiquhu alayhi salatu wassalam. Hata kama akili zetu haziwezi kuamini yale aliyoyasema mtume sallallahu alayhi wasallam, nahnu nusaddiquhu لأن الله جل وعلا قال ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عباد الله. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa alama zinazoonyesha ibadallah kutompenda mtume sallallahu alayhi wasallam ni sisi kumvukia mipaka, kumsifu juu ya zile sifa alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haulai sahabatu rasulillah radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, tusomeni sira zao, ziko wazi katika Qur'an, katika ahadith na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam na vitabu vya tarikh ibadallah. Kaifa kanu ba'da wafati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Hakuna mmoja wetu aweza akasema kwamba yeye yumpenda zaidi mtume alayhi salatu wassalam zaidi ya masahaba zake ridwanullahi ta'ala alayhi. Soma sira zao, kaifa kanu, walikuwaje baada ya kufariki mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walikuwa vipi kina Abu Bakar na kina utawala wa Umar na Uthman na Ali, wa hakadha sairu sahaba. Walikuwa wakifanya hivi vituko tunavyovifanya sisi leo ibadallah. Hal nahnu ahabbu min haula'i as-sahaba linabiyina alayhi salatu wassalam? Hivi sisi tuna mapenzi ya zaidi kuliko masahaba wa mtume waliotoa roho zao na mali zao ibadallah? Aljawabu kalla wa alfu kalla. Hatuwezi ibadallah. Alalama athania ibadallah, alama ya pili yenye kuonyesha mapenzi ya urongo kwa mtume wetu alayhi salatu wassalam ibadallah, alihdath fi alibadat wa fi ali'tiqadat التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. ni mwanadamu kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kinyume na yale aliyokuja nayo al-Mustafa alayhi salatu wassalam.
Ayuha nasu ibadallah, tulitangulia katika khutba ya Ijumaa iliyopita kutaja maneno ya maulama, annahum yaqulun ma min khairin illa wan nabi alayhi salatu wassalam dalla ummatahu alayhi, wa ma min shar illa wan nabiy sallallahu alayhi wasallam hadhara ummatahu min. Hakuna khairi, hakuna zuri, hakuna ibada yoyote anayoipenda Allah isipokuwa mtume amewafundisha umma wake, na hakuna shari unayoijua na usiyoijua isipokuwa mtume alayhi salatu wassalam amewakanya umma wake. Ibadallah, kwa hiyo alama ya kutompenda mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwanadamu kuja na jambo ambalo kwamba hakulifanya mtume sallallahu alayhi wasallam wala masahaba zake wala attabi'un wala atba'u tabi'in. Na mtume wetu alayhi salatu wassalam asema, ndugu zanguni waislamu, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, watu bora ni wale waliokuwa katika zama za mtume sallallahu alayhi wasallam, yani masahaba. Thumma alladhina yalunahum, yani zama za wale attabi'un. Thumma alladhina yalunahum, yani zama za wale atba'u tabi'in. Tazama katika hizi karne tatu, uangalie namna gani walivyoshikamana na mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Tazama katika hizi karne tatu alizozitaja mtume wako Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, namna gani walivyokuwa na mapenzi ya dhati kwa mtume wao alayhi salatu wassalam. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: من زعم أن في الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. yoyote anayedai kwamba katika dini ya mtume Muhammad alayhi salatu wassalam na dini ya Allah tabaraka wa taala kuna nafasi ya kuvumbua jambo ambalo kwamba yeye waliona ni zuri, hakulifanya mtume, hakulifundisha mtume, hakuliamrisha mtume alayhi salatu wassalam, faqad zaama, huyu bila shaka atakuwa amedai anna Muhammadan, kwamba mtume Muhammad alayhi salatu wassalam khana risala, wal billah, kwamba mtume alayhi salam amefanya khiana katika kuleta ule ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na nani anayeweza kutamka kwamba mtume alayhi salatu wassalam amefanya khiana? Ma yumkin. Lakin alladhi yabtadi'u fi dinillah hadha lisanu halihi annahu yaqul qad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. Kumalizia khutba, maashara almuslimin, wanasema maulama, haya yote tuliyoyataja katika khutba ya kwanza na khutba ya pili, ibadallah, tunayafupisha kwa ibara dhahabia allati qalaha alulama. Shika haya maneno ndugu yangu Muislam, hautapotea, utakuwa katika barabara anayoipenda Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa katika barabara inayomridhisha mtume sallallahu alayhi wasallam, na siku ya kiyama hautafukuzwa katika haul na birika la mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala as-salaf wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu sharrin fi ibtida'i man khalaf. Wa kullu khair, kila khairi unayoitafuta ndugu yangu Muislam, kama wataka kumridhisha Allah, kama wataka kumridhisha mtume wako sallallahu alayhi wa alihi wasallam, huwa fi ittiba'i man salaf. Khairi hiyo ni kwa kuwaiga wale wema waliotangulia, kina Abu Bakar, kina Umar, kina Ali, kina Uthman, wa hakadha at-tabi'un wa atba'u at-tabi'in, kina al-Imam Ahmad rahimahullah, kina al-Imam Abu Hanifa, kina al-Imam Malik rahimahullah. Tazameni hawa maimamu wetu wanne ndugu zangu waislamu, namna gani walivyokuwa wakimaadhimisha mtume wao salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, mpaka wakawa ni wenye kutuambia sisi, idha sahha alhadith fahuwa madhhabi. Pindi hadithi ya mtume itakapo sahihi, Abu Hanifa yuatuambia, Malik yuasema, Shafi'i yasema, Ahmad asema, hadithi ya mtume itakapo sahihi, hiyo ndiyo madhhabi yangu. Achana na madhhabi yangu, ukiona hii ndio hadith sahha anil Mustafa alayhi salatu wassalam, hadha huwa madhhabi. Hii ni dalili na ishara tosha ndugu zangu waislamu, hawa maimamu wanne
walikuwa wakimtukuza mtume wao sallallahu alayhi wa alihi wasallam. As'alu Allah subhanahu wa ta'ala wa bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yarzuqana mahabbata an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam. اللهم ارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام، واحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جيوش المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم عليك بالصهاينة، اللهم عليك بالصهاينة، اللهم عليك بالصهاينة، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في غزة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.